Pote tulipopita unaweza kuona hata safari yenyewe jinsi ya kuja hapa ni mradi ambao unaona kabisa umefanyika katika mazingira ya uhalisia, kwamba ukisikia vijijini ni vijijini kweli. Pongeze sera ya serikali kwamba unaona Tanzania tunakuwa na upekee kidogo. Wazalishaji wadogo hawa wa KV 360 megawati 1-2, mbali na kwamba wanaongeza umeme kwenye gridi ya taifa, lakini kuna pato linaloingia katika jamii kupitia wafanyakazi na malipo wanayoyapata, ambapo jamii inakuwa mshiriki katika uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo tunaomba REA waendelee na huu utaratibu. Habari njema kwamba wamekava vijiji vyote hapa Tanzania, sasa wanakwenda kwenye vitongoji. Tunaamini kwamba na kanisa limeonesha mfano, kwa sababu baada ya kumaliza kulipa mkopo, ina maana yale malipo tuliyotajiwa kati ya milioni 22 mpaka milioni 28 yataingia katika kusaidia wahitaji katika jamii. REA wanafanya kazi kubwa sana, na ukisikiliza miradi inayofanywa na kutoa ruzuku kuwawezesha Watanzania wenzetu, ukisikia ruzuku ina maana wamemwondolea adha ya mkopo. Kwa hiyo inawasaidia miradi hii imalize mikopo haraka, itoe huduma haraka kwa wananchi, na mwisho wa siku REA sasa tuanze kuangalia, maana REA huku ni kama kero za umeme imeshamaliza, imeingia kwenye gesi, na hapo tumesikia kwamba wanalenga sasa kanuni ibadilishwe hadi gesi ipelekwe majumbani, itakwisha. Kuna maeneo mengine ambayo nilitaja jana, lakini maji ni mojawapo ya maeneo ambayo sasa kama REA itaonekana huku inamaliza hizi shughuli, wapewe na maji ili waunganishe, badala ya kuwa na mamlaka za maji hapa pale nini, wafanye kazi hii, nchi iende kama tunavyoona umeme sasa hivi. Kwa mfano huyu jamaa nyumbani kwao asingekuwa na umeme kama sio REA. Kwa hiyo REA wamesaidia. Sasa kama walivyofikisha umeme, na utaalamu huo wautumie kufikisha na maji, badala ya kuwa na mamlaka mkoa, wilaya, wapi, tuwe na jambo moja la kitaifa ambalo litamaliza kero zote za Watanzania.